Unasemaje, mambo vipi? Bana, mambo safi kabisa. Vizuri ndugu yangu. Shukuru Mungu niko vizuri. Maduka ya kanzu yanakusaidia kaka. Mimi ndo nayasaidia maduka ya kanzu. Yanakusaidia, unabadilisha kila siku. Kwa sababu wanafanya biashara kwa kupitia mimi. Mimi tu peke yangu nina uwezo wa kununua kanzu za duka zima. Nakwambia, wakiniona wanafurahi, wanataka kununua wa kanzu wameingia. Sawa, siku yako ilikuwaje? Kuna kikao chochote ambacho umehudhuria hii leo? Hapana, kikao ambacho nimehudhuria ni hiki hapa uwanjani. Tumekuja hii leo kuiona Simba yetu, tumevuka kwenda robo finali ya kombe la CRDB. Tunao furaha, mnyama anasonga mbele. Hauna taarifa kikao chochote pia leo? Ninayo, lakini hakinihusu. Sawa, turudi hapa. Mchezo ulikuwaje dakika zote 90? Ushindi wa mabao 2-1. Pengine mashabiki wetu walitegemea hii leo ushindi mkubwa kama mechi iliyopita, na vyote ambavyo umeviona kwenye huu mchezo wa leo. Kulingana na ratiba na kulingana na aina ya squad tuliokuwa nayo hii leo, tulikuwa hatuhitaji kushinda. Tunahitaji kufuzu. Na mchezo huu kama ambavyo nilisema jana, tuliuhitaji kwa ajili ya kunyanyua match fitness ya wachezaji wetu. Tumecheza mechi ya mwisho tarehe 14 dhidi ya Dodoma Jiji. Siku nyingi kidogo zimepita hapo, na mechi nyingine inayofuata ni tarehe 2. Kwa hiyo tukasema hapa tupate mechi nyingine ya kutuweka sawa kidogo. Kwa hiyo mechi ya leo ilikuwa ni mechi maalum kwa ajili ya kutuweka sawa kuelekea katika mchezo wetu wa tarehe 2 dhidi ya Al Masry. Na jambo la msingi ambao tulihitaji hii leo ni kila mchezaji apate nafasi ya kucheza ili kunyanyua fitness yake, lakini muhimu ni mnyama kufuzu kwenda hatua ya robo finali. Yote yamefanyika kwa 100%. Tumetimiza malengo, tunaganga yajayo. Wachezaji waliokuwa katika majukumu ya timu ya taifa, wale waliokuwa kwenye Taifa Stars, lakini pia Pimpin Kamara hajapata nafasi ya kucheza, wamechangia hiki ambacho tumekiona hii leo. Wachezaji ambao walikuwa kwenye timu ya taifa, kwanza nipende tu kuambia Watanzania na wanasimba kwamba tayari wamesha wasili Misri kwa ajili ya kusubiri timu ambayo inaondoka alfajiri ya Ijumaa kuelekea Misri kuwafuata. Leo Jumaa ngapi leo? Leo ni Alhamis. Leo Alhamis, alfajiri ya Ijumaa kuelekea huko. Mabadiliko yaliyofanyika kwenye kikosi na malengo yenyewe yamepelekea mchezo huu kuchezwa kwa namna hii ambayo imechezwa na kuweka malengo sahihi ya kufuzu kwenda hatua inayofuata. Kwa namna ambavyo mechi uliona, unafikiri ugumu ulikuwa wapi? Pengine ushindi wa mabao 2. Hakukuwa na ugumu hata kidogo. Tulichokipanga tumekipata. Tulipanga kufuzu kwenda hatua inayofuata. Hatukupanga kufanya vitu vingi sana unnecessarily. Na wachezaji ambao wamepewa nafasi hii, kama unakumbuka kipindi cha kwanza tu, mwalimu akalazimika kumtoa Mpanzu kwa sababu alishaona hatari ya kumuumiza, na tarehe 2 tuna mchezo mwingine muhimu. Kwa hiyo mwalimu alikuwa anacheza kwa tricky sana, anacheza kwa akili mno, na hata wachezaji vile vile aliwapa maelekezo kama hayo, kucheza kwa tahadhari kubwa kwa sababu kuna jambo kubwa liko mbele. Kwa hiyo haikuwa mechi ya kujiachia, ya kujiagalula liwalo na liwe. No, ilikuwa ni mechi ya kitaalamu. Unachukua mali, unaachia, watu wanafunga, mnaziba, mnaondoka na ushindi, mnafuzu, inatosha kabisa. Joshua Mutale, mchezaji bora wa mechi, amecheza vizuri hii leo. Hussein Kaz amecheza kwa mara ya kwanza mchezo wa kimashindano. Kwa Joshua Mutale ni jambo kubwa kumuona ana improve sasa. Anakuja kwenye uwezo na ubora ambao sisi wana Simba tunamfahamu nao. Kila mwana Simba anafahamu ubora wa Joshua Mutale. Kwa hiyo ukimuona Joshua Mutale anacheza chini ya kiwango, kila mwana Simba anajua Joshua Mutale leo hayupo kwenye ubora wake. Na ukimuona Mutale anacheza vizuri, wana Simba wanajua Mutale pale yupo kwenye kiwango chake. Mechi ya leo Mutale amewaonesha wana Simba, amewakumbusha wana Simba ya kwamba ana ubora wa hali ya juu. Amecheza kwa kiwango chake na watu naona uwanja mzima wanamfurahia, wanamshangilia kwa sababu wanajua Mutale yupo katika ubora wake. Na wana Simba wanatambua kwa Mutale akicheza kwenye ubora wake ni faida kubwa sana kwa klabu yetu.
Semaji, hili limeshamalizika. Tumesonga kwenye hatua inayofuata. Kilichopo mbele ni mchezo dhidi ya Al Masry ambao tutacheza away. Ratiba na mipango yote ipo vile vile kama ambavyo mmezungumza jana au kuna mabadiliko mengine? Kikosi kinataraji kuondoka alfajiri leo. Yaani hapa sasa hivi tunakwenda nyumbani, tunafuturu, tukimaliza tunakula daku. Tunaitafuta Lailatul Qadr. Alafu ratiba hiyo majira ya usiku wa saa 8 saa 9 tunaelekea zetu airport ya Mwalimu Nyerere kwa ajili ya kuanza safari ya kuelekea Misri. Ratiba iko vile vile. Tutaondoka hapa moja kwa moja mpaka Cairo Misri. Ismailia, tutakaa kambi pale kwa siku kadhaa Ismailia, na baada hapo tutafunga safari ya kwenda Suez kwenda kwenye mchezo wetu husika. Mechi itakuwa ni siku ya tarehe 2. Wanasimba wazidishe sala, dua na maombi tukafanye vizuri katika mchezo huo. Na tarehe 3 timu itarejea Dar es Salaam, tutafika alfajiri Dar es Salaam ya tarehe 4. Tarehe 4 tutaanza moja kwa moja harakati za kispika na hamasa kwa ajili ya kuwahamasisha wanasimba kuelekea katika mchezo wetu wa tarehe 9. Kauli mbiu yetu iko wazi ya kwamba hii tunavuka. Safari hii tunavuka kutoka hapa kwenye mkwamo wa robo finali, tunavuka kwenda hatua ya nusu finali. Kwa hiyo kila mwana Simba ajiandae kwa vita hiyo kuu, kila mwana Simba ajipange kuja Benjamin Mkapa. Na kwa hili ningependa kuwashukuru na kuwapongeza wana Simba. Kusema ukweli wameonyesha mwitikio wa hali ya juu sana. Nimeona Simba Arusha, kwa maana Simba burudani, Simba raha, Arusha Terminal, Mwanza nimeona Igoma, kuna Mwanza vibes. Nimekuja Iringa, kuna Mafinga, kuna Iringa mjini, kuna mashine 3 bomba 3 sijui, yani Mawenzi, Morogoro mjini, Morogoro Msamvu, Dodoma makao makuu. Yani tayari wana Simba huko wameshaanza kujiorganize kuja katika mchezo wa tarehe 9. Kwa hiyo niwaambie tuendelee kuhamasishana, tarehe 9 tunakwenda nusu finali. Tumalizie Semaji, wachezaji wote wapo vizuri kwa ajili ya huo mchezo? Ukitoa Shema ambaye amefanyiwa matibabu hivi karibuni, walobaki wote wako sawa sawa kwa ajili ya mechi. Shukrani sana.